Hii ilishawahi kukutokea, yani wewe mwanamke au mwanaume mnapomaliza kushiriki tendo la ndoa, kunakuwa kuna muwasho unatokea katika sehemu za siri. Iwe kwa mwanamke katika vagina yake yote anapatwa na muwasho, au mwanaume kuanzia sehemu za korodani mpaka katika uume wake wote nakuwa na muwasho. Na kama imekutokea ulihisi ni tatizo ni nini? Ulihisi labda yule uliyekutana naye ndio mwenye tatizo na amekuambukiza wewe, ama ulichukua hatua gani baada ya kuhisi huo muwasho katika sehemu zako za siri? Ngoja nikwambie kitu kimoja leo ambacho kinaweza kikakusaidia, lakini pia naweza nikakupatia na tiba yake kwa ajili ya kuweza kuondoa changamoto kama hii pindi inapoweza kukutokea. Unaposhiriki tendo la ndoa na baada ya kumaliza tendo la ndoa ukapatwa na muwasho katika sehemu za siri, sababu kuu zinakuwa ni 2 ama ni 3. Sasa sababu ya kwanza huenda ni allergy, ambayo labda mmeshiriki tendo la ndoa mmetumia condom. Sasa ile condom inakuwa na mafuta. Kuna baadhi ya watu huwa inawaletea shida yale mafuta ya condom. Sasa hii ndio inaweza kusababisha kwamba unapomaliza kushiriki unaanza kupata muwasho katika sehemu za siri, iwe mwanamke ama iwe mwanaume. Sababu ya pili, huenda umetumia vilainishi ambavyo si sahihi. Kuna baadhi ya watu wanashiriki tendo la ndoa kwa kutumia vilainishi. Sasa unapotumia vilainishi huenda vimeisha muda wake, au vilainishi ulivyovitumia vinakuletea allergy. Hivyo vinaweza kukusababishia kuweza kupata muwasho katika sehemu zako za siri, iwe kwa mwanamke ama kwa mwanaume. Sababu ya 3 ni maambukizi ya bakteria katika sehemu za vagina. Mfano kwa mwanamke mnaposhiriki tendo la ndoa, huenda ana changamoto ya PID au ana changamoto ya maradhi mengineyo mengi, hasa bakteria au HPV. Huwa wana kawaida unapomaliza kushiriki tendo la ndoa unaweza kukuta kunatokwa na uchafu, baadhi ya uchafu fulani, lakini pia kuna umeambatana na muwasho mkali katika sehemu za siri. Inaweza ikamkuta mwanamke ama inaweza kumkuta mwanaume. Lakini mara nyingi huwa inatokea wanaume wanapomaliza kushiriki tendo la ndoa wanajikuta kwamba anakuwa na muwasho mkali, ambapo mara nyingi anakuwa amepata maambukizi hayo kutoka kwa mwanamke ambaye mwenye changamoto ya PID ama mwenye changamoto ama mwenye maambukizi ya bakteria ya HPV. Huwa inamsababisha kuweza kupata muwasho mkali sana. Sasa ni namna gani ya kuweza kupata tiba kwa ajili ya kuweza kuondoa hii changamoto ya muwasho ambayo inayokusumbua sana mara kwa mara kwa wewe mwanamke? Zipo dawa ambazo unaweza kutumia na zikamaliza moja kwa moja. Sasa kama unakuwa na kawaida ya kutokwa na uchafu katika via vya uzazi ama kuwa na muwasho katika sehemu za siri, na badala yake kuweza kupata maumivu pia pindi unapokutana na mwenza wako, inakulazimu uweze kutumia vilainishi ili kuweza kupata uafadhali ya yale maumivu. Ama wakati mwingine mwenzio anapokuwa anashiriki na wewe anahisi kuna kitu ndani yake anakigusa na kuweza kukupatia maumivu makali, hivyo inakusababisha kwamba kutokuhisi ile raha ya kushiriki tendo la ndoa ama kutokuhisi ile hamu kabisa. Inaweza kawa unafanya hilo tendo kwa ajili ya kuweza kumridhisha mwenza wako. Namna ya kuweza kumaliza changamoto hii ni kuweza kupata asali, tangawizi, darasini ya unga na unga wa uwatu. Nadhani mnaufahamu uwatu na chia seed. Ukipata zile chia seed, unga wa uwatu, darasini ya unga, asali pamoja na tangawizi, utavichanganya pamoja kisha utabrendi vizuri kabisa. Baada ya kubrendi, utatakiwa uwe unatumia kuanzia asubuhi na jioni, uwe umetumia nusu lita ya mchanganyiko huo. Upate mchanganyiko wa kutosha. Kwa hiyo kwa siku nzima kuanzia asubuhi mpaka jioni uwe umetumia nusu lita. Utumie ndani ya siku 7 mpaka siku 14. Itaweza kuondoa maumivu yote unayopata wakati wa kushiriki tendo la ndoa. Inaweza kuondoa changamoto ya PID, lakini pia inaweza kuondoa changamoto yote ile ya allergy katika mwili wako na kuweza kusababisha wewe kuwa vyema kabisa. Na kama matatizo haya yanakusumbua, yani changamoto hizi huwa zinakutokea unapokutana na mwenza wako kuweza kupata muwasho ama maumivu makali wakati wa kushiriki tendo la ndoa, uwe kwa mwanaume ama uwe mwanamke, basi unaweza ukanitafuta ili uweze kukupatia tiba iliyoandaliwa kwa ajili ya kuweza kutibu changamoto hizi. Namba zangu za simu jumlisha 255 752 16 38. Nipigie simu niweze kukupatia tiba popote pale ulipo, au nitafute WhatsApp niweze kukupa ufafanuzi zaidi na kuweza kukupatia tiba kama unahitaji tiba hizi. Mimi ni mtaalamu wako ninayekupa ushauri kila siku kuhusiana na tiba za asili,
usisahau kunifollow, nitakufollow back. Like, comment, share, acha swali lako katika comment section, nitakujibu. Usisahau kusubscribe katika channel yetu ya YouTube.